Asante. Zanzibar ni nyumbani. Sawa. Zimbo umefika tena hapa katika visiwa vya Zanzibar katika mechi ya hisani. Kwako unajihisi ama unajisikia furaha kwa namna gani kuhakikisha kwamba kitu ambacho unakionyesha kinakwenda kuwa mchango kwa jamii? Kwangu mimi ni faraja, na siku zote wenzangu wakiniambia au muda wakiniambia, na kwa ni mwepesi sana kushiriki, kwa sababu najua season ni ndefu. Kwa hiyo baada ya hapo wale ambao wanatusupport sisi ndio hao ambao baada kama season kuisha, kama hivi wanaandaa wenzetu, wanaandaa mechi kwa ajili ya kurudisha kwa jamii, na hiyo jamii ndio jamii ambayo inatusupport sisi. Kwa hiyo sisi dawa wenzetu tunawalika kama hivi, tunashiriki katika mchango kama tunavyoona tumeweza kucheza mechi. Nafikiri jambo limeenda vizuri kwa sasa hivi. Tumeona sasa hivi wachezaji wengi wanakuwa na mwitikio mkubwa sana kufanya majambo kama haya. Kuna kitu ambacho kinawasukuma hasa kwenda kufanya, kuna siri gani kufanya mashindano kama haya? Asili ni ile nilikwambia kwamba season ndefu, na hii jamii ambayo imetuzunguka ndio jamii ambayo inatusupport katika mechi. Awe timu fulani au timu fulani, ndio hao ambao wanaingia viwanjani wanasupport. Lakini season kisha kama hivi tunakusanyika baadhi ya wachezaji, tunaweza kufanya kitu kidogo kwa ajili ya kufikisha kwa jamii. Kama hivi wamefanya, na sio free na muda tu, kama unaona baadhi ya wachezaji wengine pia wanafanya hicho kitu. Ni kitu kizuri kwa sababu jamii yetu ndio ambayo jamii ambayo imetuzunguka na ndio jamii ambayo inatulea. Tunapata nafasi lazima tuweze kushiriki matamasha kama haya ili kuweza kurejesha kwao kidogo ambacho tutakuwa tumepatikana. Wakina Faisal walisema kwamba nyinyi ni timu ya UMISETA baada ya kuwa wengi. Kauli kama hii kwako ulichukuliaje kama mchezaji? Ni kauli ya kimichezo. Unajua anayekutukana kuchagulia kesi. Tumepokea. Na mimi mwaka jana tuliweza kushinda, lakini mwaka huu ameweza kupata matokeo. Ndio mchezo. Kwa hiyo tunajipanga vizuri kwa msimu utakaofuata inshallah. Nje na mpira Shabalala tungemjua katika sehemu gani hasa? Nje na mpira Shabalala tungemjua katika sehemu gani? Amgenijua kwenye UDJ. Kwenye UDJ. Mwamba sana bwana. Na napenda sana masuala ya CD. Tunaona kila mchezaji anakuwa na historia yake kwenye maisha. Tunatamani kusikia experience yako. Kitu ambacho labda Shabalala alipitia kigumu hata kwenye kusahau katika kali yake ya mpira. Vingi nilipitia, nafikiri vile ambavyo nilipitia ndivyo ambavyo nimenijenga na kuwa mpaka sasa hivi niko hapa. Nimepitia mambo mengi magumu sana. Nafikiri yale ndio kitu ambacho nilifanya kuwa imara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ya kuthamini kitu ambacho nakifanya. Na kwa kiasi kuona kwamba na kuwa bora, kwa sababu najua wapi nilipotoka. Kwa hiyo lazima nihakikishe napambana kuhakikisha kwamba nafikia yale malengo ambayo nimejengea. Kuna kauli ambayo watu wanasema kwamba Shabalala anaweza kucheza misimu mitatu minne haongozi. Hapo ilikuwa inakuuma kwa namna gani? Swala kuumia nafikiri sio peke yangu, wachezaji wengi wapo sema hawafahamiki tu, ambao wanacheza muda mrefu hawaumii. Ni sehemu ya mchezo. Wanapata injury ni sehemu ya mchezo. Pia usipopata unatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa upande wangu huwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata injury. Lakini nikipata pia namshukuru kwa sababu kuna usemi unasema kwamba ukishukuru kwa kuokota, shukuru kwa kupoteza pia. Kwa hiyo mimi huwa katika hali yote kingetokea huwa nasema alhamdulillah, nashukuru. Kuna siku mechi ya mwisho na JKT tuliona baada ya kufunga goli ulienda kuinua kiti ambacho kimekaliwa vita. Ilikuwa ni moment ya namna gani Shabalala? Ni moment nzuri. Nimeingia kwenye timu nyingine, kwa lazima nifurahie kile ambacho kimenipeleka pale. Kwa hiyo kwa mimi binafsi nashukuru kile ambacho kimenipeleka pale, nimeweza kufanikiwa. Kwa hiyo ni jambo zuri na ni malengo ya kila mchezaji. Anapokuwa anaenda sehemu, malengo yake kwanza ni kutoa taji. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu ile niweza kulifanikisha. Mtegemea Shabalala kuanzisha mechi za hisani kama hizi? Hapana. Mimi nafikiri kama itatokea kuchangia jamii, nitachangia kwa namna yangu nyingine. Nafikiri hiki ambacho wamefanya wenzetu, kila mtu amekuwa amefanya ni jambo zuri, sababu nilikuwa tofauti, ni jambo zuri. Kwa hiyo inapotokea sisi wengine tutasupport kwenye kucheza. Sasa tukisema kila mtu afanye, itakuwa ni vitu vingi, lakini sisi support yetu ni hii, kuja kucheza. Tunakuwa tunasupport kwa njia nyingine. Kwa wale ambao wamefanya ni jambo zuri. Kwa sisi wengine tutakuwa tuna support kwa ajili ya kujitokeza kama hivi kuweza kucheza. Asante sana.